Naitwa Mrakibu Clementina Patrick Kienche, ni kaimu kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Mara. Tulipokea taarifa ya tukio la moto mnamo majira ya saa 10 jioni kwamba kuna moto umetokea katika godauni la kuhifadhia mbao, ambapo kulikuwa kuna mbao zimehifadhiwa katika godauni hilo zilishika moto, pelekea moto huo kusambaa kwa kiwango kikubwa. Sisi kama Jeshi la Zimamoto na Uokoaji tulipata taarifa na kutoka kuelekea eneo la tukio na tulidhibiti moto kuhakikisha hauleti madhara kwa mali zilizo jirani na eneo husika. Na chanzo cha tukio hili mpaka sasa hakijafahamika, lakini Jeshi la Zimamoto na Uokoaji tunaendelea kufanya uchunguzi wa tukio hilo, kubaini chanzo cha moto na kuweka taarifa kamili za uchunguzi. Changamoto iliyotupata katika tukio hili ni ucheleweshwaji wa taarifa ya tukio, kwani moto umeanza majira ya saa 9 na Jeshi la Zimamoto na Uokoaji taarifa zimetufikia majira ya saa 10 na dakika 45 jioni. Kwa hiyo ucheleweshwaji wa taarifa umepelekea sisi kufika kwenye eneo husika muda ambao tayari moto umeshasambaa kwa kiasi kikubwa. Sambamba na tukio hili, sisi kama Jeshi la Zimamoto na Uokoaji majira ya saa 7 usiku tulipokea wito wa tukio lingine la moto wa bweni katika chuo cha Biblia kilichoko wilaya ya Butiama. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji tuliitikia wito huo na kwenda kupambana na moto husika. Pamoja na kudhibiti moto huu usisambae katika maeneo mengine, tukio hili limesababisha kifo cha mtu mmoja aliyefahamika kwa jina la Marwa mwenye umri wa miaka 33. Wito wangu kwa wananchi ni kwamba wanapopata tukio la moto waweze kutoa taarifa kwa wakati kwa kupiga namba ya dharura ya 114 ili basi waweze kupata huduma kwa haraka na kuzuia madhara makubwa yanaweza kujitokeza na tukio la moto. Cleophas Ngerevazi, mfanyakazi wa kampuni ya Mauza Nyakilang'ana. Hapa kuna moto umezuka. Baada ya kuja kuona tukakuta moto unawaka. Unaona. Sasa waga hapa sehemu wanakaa wavuvi. Unaona. Tukajitahidi kufanya jitihada ya kuuzima, ikashindikana. Ikabidi nikimbie fire mimi mwenyewe kwenda kuwatafuta. Nimepiga simu zao, karibu simu zote hazipatikani. Unaona. Nikabidi niende mpaka fire, ndio nikawajulisha, wamekuja ndio wanazima moto. Haya tulikuwa tumetunziamo mambao yetu. Unaona. Sasa ndio yameungua. Tumekuta moto unawaka, sasa chanzo hatujui. Tukajitahidi kuuzima tukashindwa. Unaona. Zilikuwa ni mbao zetu za tunataka kutumia, tunatumika kwenye ujenzi wetu. Unaona. Zilikuwa sio za kuuza wala kufanya nini. Niko hapa Nyarusure. Nafanya kazi hotelini. Naitwa Tatu Sabi. Niko Nyakisuri hapa. Hii ajali iliyotokea. Pia vile tukaa hotelini, tukao tunaona moshi. Nilivyoona wenzangu wanakimbia tukaona walikuwa wanasemaje, mbona moshi unatokea huku? Wapi? Kuna nini? Na mimi hapa ni mgeni, kuna nini? Na mimi nikapenda nije nishuhudie. Ila kufika hapa tukakuta ni moshi tu unatoka. Tukasema hao watu wamefia huko ndani kambini. Wakasema hapana, watu hawajafia, ama ni vitu tu ndo na tunziamu. Ndio tukafika hapa kushuhudia hili tukio. Ila asante sana Zimamoto kutusaidia, maana tuko majirani. Nawashukuru. Naitwa Nazmini Rameshi, ni mkazi wa hapa Nyarusuria, ni jirani wa hapa. Nyumba yangu iko hapa nyuma, mwisho wa ukuta hapa. Nilikuwa mbele pale kwenye kibanda, nikaona moshi unatokea mkubwa, nikasema wanachoma uchafu nini? Namuuliza mwenzangu, akasema yani hata sijui ni nini. Basi baadaye nikakimbia kuja huku, nikakuta moshi unatokea mkubwa, moshi umevuma. Nikamwambia jamani, iteni fire, wakasema wameshaita. Basi ndo tukakaa humo ndani, ndo fire ikawa imekuja, lakini chanzo cha moto hatujakijua ni nini. Humo ndani kuna mbao zilizokuwa humo ndani. Ni mbao zilitoka Msoma Hoteli. Hili jengo liko chini ya Mauza. Lakini chanzo cha moto hatujui ni nini. Chanzo ni takataka zilizokuwa zinachomwa na mlinzi wa eneo hili. Kama nilivyomhoja akanieleza yeye mwenyewe. Ili eneo kwenye hilo jengo liloungua ni kama store ya Bwana Mauza.
ambao wametunzia mambao mengi tu yalikuwa humo ndani.